nipende kuwashukuru walikuwa nyote. Najua kila mmoja ana majukumu makubwa sana, hususan kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Najua kuna darasa huko mmeziwacha, kuna madrasa huko mmeziwacha, lakini kwa umuhimu wa jumuiya yetu hii ambao mwenyekiti wetu ndugu yetu Bisada amekuja nao, tukaona hapana, tuje tuungane kwa pamoja kuhakikisha yale aliyokuja nayo basi kwa pamoja tunachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi. Binafsi mimi mkuu wa wilaya, kwa niaba ya wakuu wa wilaya wenzangu, jambo hili tumelipokea kwa mikono miwili, kwa sababu jambo moja ambalo tunatakiwa tulisimamie ni suala zima la maadili katika wilaya zetu. Jambo lolote lile ili ufanikiwe uwe na utayari, na jambo lile ulifanye kama hili ni jambo langu. Kama mimi ni mjumbe wa baraza la maulama niliyoko katika wilaya ya Chake Chake, mporomoko wa maadili moja kwa moja na wewe unakugusa. Kwa hiyo unapolichukua lile jambo lile likawa ni lako, mafanikio yatapatikana kwa hatua kubwa sana. Kiane kwa pamoja, mkuu wa wilaya na kamati yake tu kama alivyosema Sheikh Saidi, kama hatutowapata nyinyi maimamu, mashehe na viongozi wa dini, hili jambo halitokaa sawa peke yetu. Kwa hiyo ndani ya wilaya ya Chake Chake, lakini na wale ambao wako nje ya wilaya ya Chake Chake, ameelekeza Sheikh Saidi hapa, twendeni tukakae na wakuu wa wilaya kuhakikisha kwamba tunajadiliana kuhusiana na suala zima la mporomoko wa maadili. Wajumbe wa baraza la maulama, mashehe, shukeni chini huko, mwende mkakae na waheshimiwa masheha, msiwape mgongo kwa sababu wao ndio viongozi katika sheria zao. Andaeni taratibu. Kama kuna jambo ambalo ni zito kwenu, basi tuko wakuu wa wilaya, tunaweza kulitatua mara moja, na wala msituonee tabu. Sisi ni binadamu kama binadamu wengine. Rudini, nendeni kwa jamii zenu, mkasikilize changamoto ambazo zinawakabili. Kwa hiyo kwa pamoja tukishirikiana, maadili yataendelea kuimarika. Lakini kama alivyosema Sheikh Saidi, tukitana katika makongamano haya tukachukua ile shime, maana kila mmoja anaona kama ana hamasa fulani, lakini tukirudi huko katika maeneo yetu tukitulia kimya, itakuwa bado hatujaitendea haki jumuiya kupitia mwenyekiti wetu, hujajitendea haki wewe, lakini pia hujaitendea haki serikali yetu. Nimalizie kwa kuwashukuru sana, lakini niahidi mashirikiano mimi na wakuu wa wilaya wenzangu, tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha maadili tunayasimamia. Vijana wetu tukae nao karibu, tuwaeleze uhalisia. Tunaona katika Qur'ani, katika sura ya 3 ile Al-Imran, Nabii Allah Zakaria alipokuwa akikaa na binti yake, Sheikh Saidi kaeleza, alikuwa kila baada ya muda alikuwa anakwenda kwenye chumba chake. Akifika chumbani anaona kuna mambo, kuna vyakula. Alikuwa anamuhoji, vitu hivi vinatoka wapi? Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuwafuatilie watoto wetu tuone mienendo yao. Leo hii watoto hawa tunawaachia tu. Unajikuta wewe baba, wewe mama, unalala kabla mtoto wako kuingia ndani. Hujui mtoto wako kaingia ndani saa ngapi. Kwa hiyo niwaombe sana, ili kuwakinga watoto wetu, tukae nao kwa ukaribu, kuwafuatilia nyenendo zao, lakini pia kuweza kuambia ukweli na uwazi. Ndeni tukahubirini amani.
katika hotuba zetu tuihubiri amani ya nchi yetu, tukitambua kwamba kipindi hiki ni kipindi cha uchaguzi. Mambo mengi yatatokea, na mara nyingi sisi akina mama ndio tunaotumika. Na hili niwaambie wanawake wenzangu, kwa upekee lichukueni, tukawaelimishe akina mama wenzetu. Likitokezea vurugu, wanaoathirika ni sisi akina mama na watoto wetu. Wewe mama huwezi kumkimbia mtoto wako, lakini huyu baba atakimbia huyu. Kuna mahandaki atakwenda kujitia, kuna miti atakwenda kupanda, wewe utabakia na mtoto wako. Kwa hiyo niwaombe wote, twendeni tukafanyeni mihadhara kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, kuhakikisha tunatoa elimu ya kudumisha amani na utulivu katika maeneo yetu. Tushukuruni sana, nikutakieni kila la heri. Tumuombe Mwenyezi Mungu azitakabalie saumu zetu, lakini pia asizichukue roho zetu ikiwa bado hajatulizia. Asanteni sana kwa kusikiliza.